mujibu wa sheria ya kuanzishwa kwa ZEA hatuwezi kuwa na miradi kwa sasa. Badala yake tutaendelea kufanya kazi zile zile ambazo zimetajwa katika sheria ya kuanzishwa kwake, na yenyewe ni kuwawezesha wananchi kiuchumi. Ni kutoe tu wasiwasi, tunao watu pengine labda hamna hizi details, na ni wakati wenu sasa hivi pia kufuatilia. Muje pale tuwape taarifa za watu ambao wamenufaika na mikopo na wale ambao wamefanikiwa, ili muchukue picha kamili ya waliofanikiwa na mueleze umma kwa namna ambavyo wale wamefanikiwa, kwa sababu wengi wamekuwa wakieleza kutokufanikiwa, lakini nataka niwaambie wapo ambao wamefanikiwa na wanaendelea kutumia fursa hizi za mikopo kujiendeleza na wameshafika mbali zaidi. Up and down katika maisha ni jambo la kawaida. Kwa hiyo tunaweza tukawa na wengine pengine hawajafikia malengo, lakini safari haijaisha. Sisi kama ZEA tutaendelea kuwaweka karibu, kuwapa elimu na pengine kuangalia yale mapungufu ambayo yamejitokeza, ili tuwasaidie waweze kwenda lengo la serikali kuhakikisha kila mwananchi anapaa, sio kuanguka. Hilo nafikiri itakuwa nimekujibu vizuri. Lakini Pizarro, ndugu yangu, hakuna mvutano kati ya baraza na UVCCM. Haupo. Nafikiri utakuwa umeelewa tofauti tu. Na hakutarajiwi kuwa na mvutano, kwa sababu baraza ni chombo cha serikali ambacho kinatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria, na hao ambao wengine umewataja, hizo ni taasisi za vyama vya siasa ambapo na zenyewe nazo zina utaratibu wake. Kwa hiyo sisi tumeendesha zoezi hili kwa salama na amani, na hatukuwa na mvutano na kundi lolote lile. Nafikiri itakuwa imeeleweka. Lakini swala la pili, ni kweli siku za mwanzoni, nafikiri 10-20 za mwanzoni, nimekuwa nikitokea sana katika vyombo vya habari, na ajenda kubwa ilikuwa ni kukemea ajira kuuzwa. Kwa nini nilikuwa nasema vile? Kwa sababu ziko element ambazo sisi tunaishi katika mitaa na jamii, sio? Ziko element zilikuwa zinaonyesha kwamba malalamiko yamekuwa wengi, wakina mama, wazazi, wengine kutumia fursa za ajira kutapeli. Kwa hiyo sisi jukumu letu, pamoja na mambo mengine, tunahakikisha kwamba ustawi, haki, maslahi ya vijana yanalindwa. Ndio jukumu letu. Kwa hiyo ajira za serikali wala za binafsi haziuzwi, na wala hakuna sehemu ambayo tunanunua ajira. Kwa hiyo tutaendelea kulisema kwa kinywa wazi, na tutaendelea kuratibu kimya kuwafuatilia wale wote ambao wana hizo elementi za kuuza ajira, kwa sababu utakuwa ni wizi na utapeli na ni uhujumu wa uchumi vile vile. Lakini pia watakuwa hawana malengo mazuri na vijana wa nchi hii. Serikali haijatoa